kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye amekuwa ni kinara katika mabadiliko makubwa kwenye sekta ya madini hapa nchini Tanzania. Kipekee kabisa kwa niaba ya Wizara ya Madini, nataka nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu kazi yetu katika mwaka huu wa fedha imekuwa nyepesi sana, kwa sababu kila ambalo tuliliwasilisha kupata ushauri, mwongozo na maelekezo lirudi likiwa chanya, na hivyo kuifanya sekta yetu endelee kufanya vizuri. Hivyo kwa niaba ya wizara tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake, miongozo yake na namna ambavyo ameisaidia wizara hii kupiga hatua. La pili, nichukue fursa hii kipekee kabisa kumshukuru na kumpongeza sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba, kwa uongozi wake na ushirikiano wake. Mimi si dili na wafanyakazi kila siku, lakini ninyi wenyewe ni mashahidi. Nafikiri sasa wizara imetulia na mnafanya kazi kwa amani kubwa sana. Sio wizara, tuna taasisi zake pia. Hakuna jambo kubwa kwenye utumishi wa umma kama kuwa na amani ya moyo. Vinginevyo huwezi kutimiza wajukumu wako vizuri. Na moja kazi kubwa ya kiongozi ni kuhakikisha anatengeneza mazingira rafiki kwa wale ambao wanaoongoza ili wafanye kazi kwa uhuru na kwa amani. Kwa Katibu Mkuu, mimi nakupongeza sana. Nakupongeza sana wewe na timu yako nzima, mmefanya kazi hii vizuri sana. La tatu, nichukue fursa hii kwa niaba ya kwangu mimi binafsi niwashukuruni sana wafanyakazi wote wa Wizara ya Madini na taasisi zake kwa ushirikiano mkubwa sana ambao mmekuwa mkinipatia katika kipindi changu cha miaka 2 kasoro ndani ya wizara. Nawashukuruni sana sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na nasema haya kwa sababu sote ni mashahidi. Kama mmesikiza hotuba ya Mheshimiwa Rais jana wakati analivunja bunge, alisema kuhusu sekta ya madini na mafanikio ambayo yamepatikana katika kipindi cha uongozi wake wa miaka 4. Mwisho wa siku sisi tunaongoza wizara, ndio huwa sifa zote zinarudi kwetu, lakini kiukweli sifa hii ni ya kwenu. Nyie ndio mnaofanya kazi, nyie ndio mnaifanya wizara ionekane, wizara ing'are. Nataka nichukue fursa hii kuwashukuruni sana. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki na kuwatia moyo kufanya kazi kwa bidii zaidi. Mnafahamu kwamba tunakaribia mwisho wa mwaka wa fedha, tunaanza mwaka wa fedha mwingine wenye malengo mengine makubwa sana. Niwaombe msiteteleke, mshikilie pale tulipoishia, tukafanye vizuri zaidi ili sekta hii ikatoe mchango katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Natumai mtaendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma, ili tuiwezeshe wizara yetu kuweza kuwa kati ya wizara kinara za kuchangia katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Nilikuwa nawaambia juzi hapa waandishi wa habari, tukisema hizi takwimu za sekta ya madini kuchangia kwenye pato la taifa 10.1%, watu wanaweza kufikiri jambo la kawaida sana, ni jambo la kwenye makaratasi. Lakini pateni nafasi ya kuzunguka nje ya Tanzania, katika nchi nyingi sana ambazo zina rasilimali madini, muone mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Ndio unaweza ukaona ukubwa wa kazi iliyofanyika hapa. Kazi hii ni kubwa sana. Kwa naomba niendelee kuwatia moyo, niwatie shime, tushikilie hapo hapo, tufanye kazi vizuri kwa upendo, ushirikiano, ili tuweze kufanikiwa zaidi. Na naamini mwaka ujao wa fedha mtafanya vizuri zaidi. Mwenyezi Mungu akasimame nanyi ili haya yote yakatokee na tuendelee kuwa kinara katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Ndugu Katibu Mkuu, na kupongeza kwa bonanza la leo. Utakumbuka wakati naingia wizarani mara ya kwanza nilisema kuhusu kuwaleta wafanyakazi wa wizara na taasisi zake pamoja. Huwa haipendezi mkikutana kwenye korido hamfahamiani, lakini michezo inawaleta watu pamoja, mnashindana, mnajenga urafiki, mnaendelea kufahamiana, lakini kubwa kuliko yote ni masuala mazima ya kujiweka vizuri
kiafya na kiakili ukiwa mnaendelea kutimiza majukumu yenu. Hivyo nitoe rai kwa katibu mkuu ya kwamba kuendelea kusimamia mabonanza haya ili kuwaleta watumishi wote wa wizara pamoja, tujenge timu moja yenye ushirikiano na upendo mkubwa sana. Hakuna jambo litawezekana kama tutafanya kazi kwa umoja, upendo na mshikamano. Na hiyo ndio silaha kubwa ya mafanikio. Kwa nikuombe sana katibu mkuu, mazoezi haya ya mabonanza yaendelee ili kuwaleta pamoja watumishi wote wa wizara, na kwa kufanya hivi tutaendelea kuijenga wizara imara yenye upendo, umoja na mshikamano mkubwa kwenye kutimiza majukumu ambayo tumepatiwa. Kwa niaba ya wizara pamoja na taasisi zetu tunakupa shukrani nyingi sana, na tunapenda kuona kwamba unafanikiwa kwa kipindi kijacho na unarudi kuja kushirikiana na sisi ili tuweze kusonga mbele. Kwa sisi sote tutaendelea kukuombea na tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie upite na urudi tena tuweze kuendeleza pale ulipoishia. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri, na karibu sasa uweze kutufungulia